kampuni zote ambazo zinanunua maparachichi zikiwa zinakuja kuchukua kibali chenu cha kununua maparachichi au kuzunguka ile ratiba yenu ya ununuzi, lazima mizani zote zihakikiwe na wakala wa vipimo. Kwa mfano ukitaka kujua kwenye kilo 10, kwa unaweza ukatoa haya mawe hapa tukapima upya ili upate kile kiasi ambacho ujue kilo 10 anapunja kiasi gani. Kwa watu wakianza na kilo hii ni 10. Kwa hiyo hapa anapunja gramu 100. Kwa hiyo kwa haraka haraka huu mzani unapunja kama kilo 1 hivi, ambao ni kosa kisheria. Nasikia hapa na mbabeti. Kilo 1 au 0.? Sio 0.. Kilo kwa kilo katika kilo 100. Katika kilo 100. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu maana ubidi mtu achie tu huyu mtuhumiwa. Sio mimi, yani mimi tunaenda ofisini pale tunamwandikia maelezo makosa yake ya huu mzani na kwa nini upimi vizuri na kwa nini hajakagulisha. Naitwa Baraka Mnao, afisa kilimo halmashauri ya mji Njombe. Ofisi ya mkurugenzi kwa kushirikiana na wakala wa vipimo tumekuwa tukifuatilia mwenendo wa uuzaji na ununuzi wa parachichi ili kuhakikisha wakulima wanalipwa kulingana na kilo ambazo wamekuwa wakizipima. Ili kutekeleza zoezi hilo, jana tulifanikiwa kupata taarifa kutoka kwa mkulima ambaye alitilia mashaka kwenye mzigo wake ambao ulikuwa unapimwa. Baada ya kutupa taarifa yule mkulima, tulichukua hatua za kumfuatilia na baadaye tukauzuia mzigo, na kisha siku ya leo tumefanya uhakiki wa mzigo huo ambapo imebainika mzani uliokuwa unatumika katika kilo 100 ulikuwa unapunja kilo 1.35. Kwa hiyo mhusika wa mzani huo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za wakala wa vipimo Tanzania. Naitwa Shabani Kingu, afisa vipimo mwandamizi wakala wa vipimo mkoa wa Njombe. Sisi kama wakala wa vipimo tunashirikiana na idara za taasisi zote za serikali za mkoa husika. Hasa kama leo ambao afisa kilimo wilaya Njombe mjini alichokifanya, walifanya operesheni wakamkamata mnunuzi wa parachichi ambao ulikuwa mzani wake hujakaguliwa, ambacho kama sisi wakala vipimo tuliuhakiki huo mzani na tukagundua kwamba hujakaguliwa na ulikuwa unapunja katika kilo 100 umepunja kilo 1, ambao kwa mujibu wa sheria wakala wa vipimo ni kosa kisheria, na waasa wanunuzi wote wa parachichi na wakulima kama wana vipimo wazilete ofisi ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kukagua na kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Kwa leo tumefanya huo ukaguzi, na baada ya kufanya huo ukaguzi tumekuja kugundua kwamba huu mzani ulikuwa hujakidhi vigezo vya wakala wa vipimo, kwa maana ulikuwa hujakaguliwa, na tukagundua kwamba katika kilo 1 unapunja, katika kilo 100 unapunja kilo 1, ambao ni kosa kisheria. Cha kwanza kabisa na waasa wa wakulima au wanunuzi wa zao la parachichi wanunue mazao kwa mizani zilizohakikiwa na wakala wa vipimo. Kama una mzani au una kipimo ambao unakitumia katika ununuzi wa mazao yote, especially parachichi, unatakiwa ulete ofisi ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kukagua hicho kipimo. Na kisha kaguliwa na wakala wa vipimo, tunaweka kitu kinaitwa stika kwenye hicho kipimo ili kuonyesha kwamba kimekaguliwa. Na nilikuwa na waasa wakulima na wanunuzi wa parachichi. Sasa wanunuzi wa parachichi wahakikishe kabla hawajaenda kununua parachichi kwa wakulima, walete mizani zao ofisi ya wakala wa vipimo mkoa wa Njombe ili zikaguliwe na zifanyiwe uhakiki na wakala wa vipimo au maafisa vipimo, na baada ya hapo zitapewa stika ambazo zitabandikwa kwenye hivyo vipimo. Mimi naitwa Marcus Ngole, ni mkazi wa Nazareti,
Njombe mjini. Niseme tu kwamba mkulima na vipande vimoja na shamba pale nyumbani Nazareti, sehemu nyingine na shamba Msete, na shamba jingine liko Kilenzi. Sasa walikuja kutafuta matunda kwangu, tukaelezana kwamba yani sawa waje wachukue mazao yapo, wakaja wakakagua. Tukaelezana kwamba sasa mizani yao ipoje. Sasa mizani ipo vizuri. Lakini tumeanza kufanya kazi, siku ya kwanza haikuwa siku ya kwanza Kilenzi. Mizani ilisoma vizuri kwa sababu nilifanyeje kutaka kujua nilichukua uzito wangu mimi mwenyewe. Na kilo kiasi gani najijua. Wakaja na mizani wakaleta pale, tukaona kwamba inasoma vizuri, hamna tofauti. Hapo ni siku ya mashaka, siku ya kwanza. Siku ya pili wamehama shamba, wamekwenda shamba jingine la Msete. Wamefanya kazi pale. Lakini mshoni hakuna basi yale ambayo reject. Yaani kama vile ujazo na nini nikatia mashaka. Hata mtaalamu wangu bwana kilimo kamhusisha, akaja pale kanipa ushirikiano kwamba imani matunda haya hebu tupeleke kwenye vipimo vizuri zaidi kiwandani. Fika kule mizani waliyotumia kupima kwangu ambayo ilikuwa inanipunja tofauti na mizani ambayo ipo kiwandani. Nadhani ni kwa kifupi nimekaa hivyo. Kwanza ni shukuru serikali kwa kutusogezea wataalamu kuja kutusaidia sisi wakulima. Nishukuru hilo. Kwa sababu bila hawa huenda mara nyingine na imani kwamba wengi tumeibiwa wakulima. Kwa sababu tunaamini kwamba akija wanaotafuta matunda tunaamini. Kumbe mara nyingine tofauti zipo kwamba wameshochanganya. Pili, nitoe wito kwa sisi wakulima na wenzangu kwamba pale ambapo nahisi kwamba tuna mashaka, tutoe ushirikiano kuhusisha mamlaka husika. Hapa nitoe wito kwa wakulima wengine kuiga mfano wa mkulima Marcus Ngole. Pale ambapo wanakuwa wametilia mashaka, watoe taarifa haraka. Tuko na viongozi ngazi zote, wako watendaji wa vijiji, wenye vitu wa vijiji, lakini pia tuna maafisa kilimo ngazi ya kata na vijiji, pamoja na maafisa kilimo ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo mkulima, ukiona umepata mashaka yote, basi toa taarifa ili tuweze kushughulikia jambo lako.